tutayapata kwa namna ya kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na huu ndio utaratibu wa maisha yetu. Kila Muislamu, kila mpenzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika akili yake lakini pia katika maisha yake, yatakikana kila wakati ujitambue na kujua kwamba namna gani Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala natakiwa mimi ni mche, namna gani utaratibu na mwenendo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amenielekeza mimi katika kukaa katika mustawa uliokuwa mzuri. Haya ndiyo mafanikio ndugu zanguni. Hakuna mafanikio isipokuwa mafanikio makubwa ni kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndiyo maana Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Ta'ala anatuambia inna lilmuttaqina mafaza, hakika wacha Mungu wamefaulu. Yani ukiwa mcha Mungu ndugu yangu unakuwa umefaulu kwa namna kubwa sana. Na ndani leo ya Ijumaa hii nataka tukumbushane masala muhimu sana. Miongoni katika masala muhimu ndugu zanguni, namna gani tunatakiwa tudumu katika ibada, kwa sababu tumeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mfumo huo. Tumeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa namna hiyo. Muislamu yoyote anapokutana na jambo lolote, basi Muislamu huyo anatakiwa afikirie kwa namna kubwa sana. Akikosa kufikiria katika ibada ambayo Mola wake Subhanahu wa Ta'ala amemletea, basi Muislamu huyo viko vitu vinapungua sana ndani ya uweledi wake, lakini pia ndani ya maisha yake. Lakini hakuna kubwa miongoni katika makubwa, Muislamu huyu imani yake inakuwa inapungua. Yanapokuja masala ya kiibada juu yetu sisi, imma jambo limefaradhishwa kwetu sisi au imma jambo amefanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana hiyo imetoka kwa Mtume, ukifanya jambo hilo maana yake linakupeleka katika hatua nyingine, linakupeleka katika nafasi nyingine. Namna gani unaweza kufikiri? Unaweza kufikiri yapo mambo kwetu sisi Waislamu ni mambo ya public, ni mambo kila Muislamu anafanya. Kama leo hapa tunasali sala ya Ijumaa, maana yake tunasali kwa jamaa. Alhamdulillah, si kwa uwezo wetu, ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili ni jambo la public, kila Muislamu amejaliwa jambo hili, kwamba Mola wake Subhanahu wa Ta'ala amejalia mtu huyu kuswali, anatakiwa asali. Kule kuswali maana yake anatekeleza jambo la public. Lakini pia ziko ibada nyingine mbalimbali. Miongoni katika ibada zilizotutoa muda sio mrefu, tulitoka katika mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhani. Ni ibada ambayo ukiitazama kila Muislamu yule ambaye aliyekuwa amekamilika katika vile vigezo vilivyokuwa vitano au vigezo vinne, akafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani akiwa na imani, lakini pia akitaraji malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtu huyu alitengenezewa jambo hili kuwa ni jambo la public, ni jambo la pamoja, kila Muislamu anatakiwa alifanye. Kwa nini limekuwa ni jambo la public? Rudi katika Al-Qur'an Al-Karim, surati Adh-Dhariyat. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kwamba Allah Tabaraka wa Ta'ala hajapatapo kuumba majini na wanadamu isipokuwa lengo kubwa ni kuja kufanya ibada. Tazama ibara ilivyokaa uzuri hiyo, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mwenyezi Mungu ameumba viumbe wengi sana, lakini hapa ametumia sharaf kubwa sana, ametumia utukufu ya kuwataja viumbe wawili. Viumbe wenyewe ni majini pamoja na wanadamu. Lakini pia tazama uzuri alivyoweka ufundi. Maneno yenyewe haya ukiyatazama uzuri kabisa, mwanzo ameanzia kwa maana ya ma, kwa maana inaonyesha kwamba ma min siyaghil umum, kwa maana Mwenyezi Mungu ameumba viumbe wengi sana, lakini aliyowapa sharafu na aliyowapa utukufu ni mwanadamu pamoja na majini. Kwa nini wana ibada hawa? Ukitazama uzuri katika mfumo wa sheria, ili ukamilike katika kutekeleza ibada ni lazima uwe na vitu viwili. Wataalamu wa sheria wana kitu wanaita hukumu taklifi, yani uwe na hukumu za kisheria. Maana yake uwe na akili lakini uwe baligh, uwe na akili lakini uwe mtu ambaye umefikia katika kiwango ambacho utaweza wewe kutekeleza ibada. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawatumia viumbe hawa wawili, na ndio maana akawaambia wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anaileta illa kwa maana ya nini? Kwa maana hiyo ni istithna hiyo.
Istithna kwa maana ya munqati, kwa maana kuna watu zinakatika, anawataja muhimu hawa. Hakuitaja kwa maana ya muttasil, ameitaja kwa maana kuna wengine hawafanyi ibada, kuna viumbe wengine hawafanyi ibada kwa sababu hawana akili. Mathalan, nitatoa mfano. Ukimtazama mbuzi, ana ibada yake anafanya, lakini hebu mtazame mbuzi. Mbuzi dume anaweza kumpanda mama yake, ni jambo ambalo katika mfumo wa sheria ni jambo hili ni haramu, kwa sababu mbuzi ana akili. Tutazame ndugu zanguni, Mola wetu subhanahu wa ta'ala ametupangia majambo ya kuwa ni majambo public. Unalitengenezaje jambo lako la public katika kudumu nalo? Lakini pia tulia uzuri uje kulipata jambo la private katika hutuba ya pili. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-aliyyil azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ndugu zanguni, niwahusie tena kwa mara ya pili kuhusiana na suala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mafanikio yetu hayapo kwa namna nyingine yote isipokuwa yapo katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ukifikia ukomo huo, maana yake itazame uzuri Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala 183 suratul Baqara alipokuwa anamalizia, baada ya kulitaja tamko la kuwa ametufaradhishia kufunga, alimaliza kwa kusema la'allakum tattaqun, kwamba sisi tuje kuwa wacha Mungu. Na kilima cha kwanza ninachokisoma katika khutba, maana yake imma zile aya 3 ni lazima mwisho nitataja ucha Mungu. Tazama uzuri ndugu yangu, unajitengenezea vipi mahusiano wako wewe na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Unaweza ukawa unaswali swala 5, lakini ndugu yangu ndani ya sala 5 kumbe unaswali watu fulani wakuone. Tafuta jambo lako la private, hili ni jambo la public, kila mmoja anakuona. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika majambo aliyowekea majambo ya private, Mtume ameziweka sunna. Kuna kablia na baadia. Mtume alikuwa akiswali nyumbani sallallahu alaihi wasallam, yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kablia na baadia alikuwa anasali nyumbani. Nini hikma ya kuswali nyumbani? Hikma ya kuswali nyumbani, Mtume alikuwa ametengeneza kitu kingine, ametengeneza jambo la private. Jiulize ndugu yangu Muislamu, baada ya Ramadhani kuondoka, je, ulisimama hata usiku kama vile ambavyo ulivyokuwa unasimama katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani? Umesimama tena? Haujasimama tena. Wataalamu wa sheria wanatuambia al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana, asili ya utaratibu ni kubaki katika ule utaratibu ambao wao uliokuwepo. Utaratibu wetu sisi ni kukaa katika mfumo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Ta'ala anatuambia ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ndugu zangu, niishi unavyoishi, lakini inatakiwa umche Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, lakini wala tamutunna illa wa antum muslimun, na wala usife ndugu yangu isipokuwa kufa kwako ili hali wewe ni Muislamu. Kufa utakavyokufa, shughulika utakavyoshughulika, lakini mwisho ndugu yangu ufe ukiwa Muislamu. Na tazama uzuri ndugu yangu, wakati unaondoka Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Ta'ala anamwambia kule mtu yoyote kati yangu mimi na wewe ambaye ndani ya mwezi wa Ramadhani imma alikithirisha kutoa sana sadaka, alitoa sana sadaka, aliyapupia mambo ya kheri, aliposikia msikiti unajengwa alikuwa ndio nambari 1 kutoa. Lakini baada ya Ramadhani, vipi baada ya Ramadhani? Mbona utoi tena? Mbona ui tena mwenye kushughulika katika mambo ya khairati? Mola wako Subhanahu wa Ta'ala anakuambia fastabiqul khairat, yakimbilia mambo ya khairati. Mbona umeacha mambo ya khairati tena uyafanyi? Lakini je, mbona leo hii tena hata kusimama qiyamul laili usimami? Na hapana liliokuwa baya miongoni katika mabaya. Yawezekana mimi na wewe ndio tumerudi tena katika maasi baada ya Ramadhani. Ndugu zanguni, tunatakiwa tumuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia ittaqillah haythu ma kunta
muogope Mola wako subhanahu wa ta'ala popote utakapokuwa. Tena kasema haithuma kunta, popote utakapokuwa. Wataalamu wanajua maana ya lugha. Inapungia haithu kwa maana mbele yake ya kajamaa, maana yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakutengenezea utaratibu wa kuishi hivyo. Lakini wa atbi sayi'ata alhasana tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulifanya mabaya, baada ya kufanya mabaya ukaja kufanya mema, maana yake yale mabaya yamefutwa kwa mema. Ndugu zangu, je, tunaendelea kufanya mema ili haya mema yafute yale mabaya yetu tuliyoyafanza? Haya ni masali, kwa sababu tunatakiwa sisi tudumu katika utaratibu wa kuwa na ibada. Ndiyo mfumo wa maisha yetu, tutaweza kufanikiwa. Na tazama uzuri yule ambaye mwisho wa siku kauli yake anasema laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaka wa akum minas salihin, kwamba Mola wetu tabaraka wa taala anatuambia, akimwambia yule ambaye mwisho wa siku anatoka roho, anasema laiti kama ningepewa fursa ya kuweza kutoa sadaka, basi na mimi ningetoa katika jambo la kheri. Lakini wapi wewe? Wakati uko wapi tena? Hakuna wakati huo. kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ndugu zanguni, sote ni wafu, tutaondoka. Una jambo gani umejiandikia wewe kwenda kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitafuta utaratibu, akawapa masahaba. Mtazame mtu mmoja akiitwa Sa'id ibn Amir al-Jumahi. Mtazame sahaba huyu wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliathirika kwa kumpenda Mola wake, lakini pia aliathirika na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa dunia kwake ni kana kwamba ndio mlango wa kuitafuta akhera. Alikuwa anashughulikavo, lakini akiwaza kwamba akhera mintakuwa na nini. Ikiwa Sayyidina Umar ibn al-Khattab aliulizwa, ya Umar, ya amiri al-mu'minina, una nini katika kikapu chako? Akasema, mimi sina lolote, najiona bado mtu dhalili, sijafanya mimi katika yale ya kheri. Hebu mtazame Sayyidina Umar, alafu jiulize wewe, balil insanu ala nafsihi basira. Kila mmoja anajua yaliyokuwa katika nafsi yake. Ndugu zanguni, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ndugu yangu, jihesabu kabla hujahesabiwa. Unatakiwa ujitambue, nipo katika position gani, nipo katika utaratibu gani. Yani wewe unacheza position gani? Unacheza namba 6, unacheza namba 8, au unacheza namba 9? Au wewe ni fullback, kazi yako ni kukaba tu? Au wewe ni goalkeeper? Ndugu zanguni, usitazame utaratibu huo, tazama pepo ilivyo. Pepo maana yake kuna pepo ya Firdaus, kuna pepo ya kukaa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si jambo rahisi tu. Wakina Abu Bakari wenzetu alikubali kwamba yeye dunia yake haina thamani isipokuwa akhera, alitoa kila kilichokuwa chake. Lakini pia watazama wakina Sayyidina Uthman, yalipotajwa mambo ya kheri wenzetu waliyapupia. Mimi na wewe, kwa nini tunayaacha mambo ya kheri? Nimuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuwafikishe na atuongoze katika njia ya haki. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله، وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله، وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم سهل لنا كل مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأقم الصلاة.